Kwanza ni mshukuru Mungu kwa kweli. Ni bahati ya pekee kumbahatisha Mufti mara mbili, miaka miwili yote mfululizo. Ameonyesha upendo. Sio kwamba mimi ni mtu wa tofauti au ni mtu wa yani kwamba upendeleo, hapana. Ni Mungu tu, ni baraka. Kwa hiyo leo tumeendelea kwa ajili ya kuunga mkono. Hii imeleta umoja na upendo kwa watu wote ambao wamefika hapa na ambao wametusikiliza. Pia kwa sababu ya Mufti mkuu wa Tanzania kuwepo hapa, habari yetu imekuwa ya nchi nzima. Kwa hiyo imekuwa baraka na imekuwa kwa kweli imekuwa ni amani. Kwa kweli sina cha kusema tofauti na kumshukuru Mungu kwa kweli. Lakini kupitia futari hii ambao kwetu katika media ni futari ya 4, lakini katika maisha yangu ya ukuaji ya 5. Kuanzia mwaka 2020 nilianza kufutulisha, lakini nimekuwa nikifanya futari tofauti. Ukiache ya ofisi ninafutulisha kwamba yatima, wale watu wanaoomba barabarani, na leo wako hapa baadhi yao. Na kesho tutaenda tena kufutulisha wale watoto yatima kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Kwa sababu mimi najua siri pekee iliyonifikisha hapa ni Mungu. Kwa hiyo nitamshukuru Mungu na nitamtolea Mungu kwa kila ninachoamini ni cha kwake. Na kufanya hii shughuli hata kwa Kristo wenzangu pia tunajitolea. Sisi pia tuko kwenye mwezi wa tunasema mwezi wa Kwaresima. Leo kwa sababu nimeshakuwa matumu. Kwa hiyo ndio maana najikuta nasema tu mwezi wa Ramadhani, mwezi wa rehema, lakini nimefarijika sana. Farijika sana pia na niseme tu waandishi wa habari leo kwa kweli na washukuru nyinyi wenzangu pia. Hakuna siku mmeniacha. Miradi Ayo, Liki Media, SG Ayo, sina watu wote tumeanza nao toka day 1, toka tunaanza online. Na leo hii mmeniunga mkono kwa kweli na mmejumuika kufutari pamoja. Kwa sababu sio kuja kutafuta habari, ni kuja kushangilia na kufurahia uwepo wa Mwenyezi Mungu hapa mahali hapa. Sasa Furaha umekuwa ni mmoja kati ya vijana wenye ushawishi mkubwa sana. Hata ukiangalia leo hii kwenye iftari umealika watu na watu wamejaa. Pengine katika mwaka huu wa 2025 tunajua tunaelekea katika chaguzi kuu. Tutumaini kwamba utaingia kwenye mchakato wa kisiasa. Ndugu yangu wa Miradi Ayo bana, najua ni mwaka wa uchaguzi. Lakini leo hapa, unajua mimi mwaka 2020 nilivyokoswa ile nafasi ya namna ile niliyokuwa nimepata, niliamua kutafuta fursa nyingine. Na ni kuanzia pale nilianza na media. Na leo hii kama tu jamaa alivyosema pale mzee mmoja kwamba subira. Kwa hiyo hata sasa hivi nikiri na nisikatae kwamba mimi ukiniuliza sio mwanasiasa, nikasema sio mwanasiasa, nitakuwa namkosea Mungu. Tayari mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, Chama cha Mapinduzi kutokea wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo tayari ni mwanasiasa na tumejiandaa kuwapitisha wanaogombea kwa kuwachuja. Mimi sasa hivi nimepata hiyo nafasi. Kwa 2025 sasa hizi kwa taratibu zetu za Chama cha Mapinduzi, kama mjumbe wa mkutano mkuu, kikao kikubwa cha mwisho, ninayemwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye wilaya hii ya Kinondoni. Pia tunasubiri, tunaombea watu wote wenye sifa ya kuchukua fomu, na katiba yetu, kanuni yanaelekeza mtu mwenye sifa achukue fomu, japo leo sio sehemu yake. Lakini kwa sababu kwa kugusia tu 2025 ni mwaka wetu wa uchaguzi, tuombe amani katika nchi yetu. Ni mwaka ambao una mambo mengi, kwa hiyo tuwe na tahadhari ya kuiombea nchi yetu. Tumalize uchaguzi tukiwa salama na tuchague viongozi wanaotufaa. Na mimi naombea watu wote. Leo hapa siku kwenye nafasi ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Furaha Media inahudumia vyama vyote. Na mimi kipindi hiki nisihesabike tofauti. Ndio maana wananiambia Furaha, mbona unasema sana habari za vyama vingine, chama chako ukisemi? Tayari mimi nishakuwa chama. Kwa hiyo nikianza kujisemea chama changu, nitasemea yale mazuri nayoamini. Lakini yale mengine ambayo naamini wenzangu wanafanya vizuri kwenye vyama vingine, tunawaruhusu hichi chombo chao kama sauti yao. Kwa hiyo 2025 jambo pekee naweza kusema tuiombee nchi yetu amani. Tumwombee Mheshimiwa Rais aweze kuiongoza nchi yetu na uchaguzi huu uende kwa amani. Basi. Ripoti ya CAG umeiona ama umesikia? Bana, nisione kwa sababu mimi ni chombo cha habari. Mimi nimeiona, hata wewe Miradi na ndugu zangu wote mmeiona, au unakosea ndugu zangu? Tumepigwa matukio ya maana. Tunaambiwa mimi kwenye hili wasinilaumu. Kuna watumishi wengine wanataka, sijui niseme neno gani, ifike mahali tuwe na kanuni ka kunyonga watu. Yaani mimi nasema Mungu anisamehe kwa kweli.
mimi nikiwa na mamlaka lazima kuna watu watokee kwa sadaka ya nchi yetu ili nchi ipone. Kwa sababu kila mwaka ripoti kuna mambo. Kila mwaka ripoti kuna mambo. Alafu nyewe vijana wenzangu, tufike mahali tupaze sauti vijana. Unajua vijana tumeendekeza uchawa kuliko mambo muhimu ya nchi yetu. Mimi naongea leo, mtu anaweza akasema fulani itikadi. No. Ifike mahali, kwa sababu Mheshimiwa Rais hatamani hata yeye kuyaona mambo yanayoendelea. Yaani unaona kuna bilioni 3 zimekusanywa Ilala, hazionekani. Yaani watu wako wanasubiri nini yaani ningekuwa mimi ni miongoni mwa bosi wa Ilala, ningekuwa nishaondoka. Lakini kuna watu hawana hata aibu. Sasa tunatafutia adhabu gani ndugu zangu? Yaani Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, shirika letu la ndege lilikuwa limeshakufa. Yeye wakati na mtanguzi wake wakati awamu ya 5. Unaona? TANESCO siji imefanyika lini? Shilingi inadaiwa, si ndivyo ndugu zangu? Lakini siji tumerogwa kwa kweli. Lakini ndugu zangu, hata nyinyi wenyewe kwenye mambo ya muhimu hatuyaongelei. Kwenye mambo ya udaku ndio tunaweka habari mbele. Mimi nimeshawaambia waandishi wangu bwana, nikikuta unaniletea habari ya udaku, ajenda kubwa za nchi zipo ambazo ndio zinaweza kukomboa nchi yetu. Tunaambiwa dola, kuna yani dola kuna shida. Kuna mambo mengine yanaonekana kwa macho hata tukiyafumbia macho. Hata tukiziba masikio yapo yanaonekana. Ripoti ya CAG leo. Na mimi vyombo vya habari wenzangu, ni lazima tusionee haya kuyasema haya, ili tumsaidie Mheshimiwa Rais kushughulika na wanaohusika. Unakuta watu wakina furaha, unakuta wanaandama watu ambao wanatengeneza ajira. Lakini kuna muhuni kula anaiba hela zetu na anatutambia barabarani. Lakini ukiangalia furaha hajai kuiba mahali kokote. Mahali kokote huwezi kunikuta mimi nimeiba mahali kokote. Napambana. Na unakuta kuna wengine wako kwenye maofisi huko wanatukwamisha hata kupata haki zetu. Na leo wako hapa ndio wanasababisha hasara kama hizi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mama yangu, mwenyekiti wangu, pale kokote ambapo umeona kuna tatizo, tunajua ni mama mwenye huruma, unaendaga kwa utaratibu. Shughulika nao watu, lakini na wenyewe tunawasii kama vijana, yani nasiongee kama Chama cha Mapinduzi, siongee kama nani, kama kijana wa nchi yangu. Watu waliokosea, tushughulike nao. Yaani unaweza kutamani kama wezi wale tusubiri tuwapige mawe. Kwani mtu akiiba kuku anafungwa? Mtu akisemewa uongo unashangaa amekamatwa. Lakini kuna watu kama wale wapo. Mnakumbuka hata mimi mwaka jana kuna mambo mengi, lakini kuna watu wale kuliko kudiri na kina furaha ambao ni wema kwenye nchi yao, watu ambao wanaleta ajira. Kuna watu wanakula hela zetu na wanaonekana. CAG ameajiriwa nani? Sina serikali yetu. Ni mteule nani? Sio Mheshimiwa Rais. Si tumeshawabaini wezi wetu? Tunasubiri nini kuchukulia hatua? Wanasubiri nini kujiondoa? Tusubiri twende tena watu wakaanza kusumbuana bungeni? Ripoti. Kwa hiyo waandishi wenzangu, kwenye hili kuna mambo mengi sana. Tunaweza kusema labda shirika la ndege kwa sababu linajiendesha ndio kwanza tumenunua, biashara iko inaanza. Lakini hata wale ambao bilioni kadhaa imekusanywa, bilioni 3 inaweza kajenga barabara. Sasa hivi tunateseka na foleni mjini. Wananchi wanateseka. Hiyo ingekopesha hata akina mama. Mikopo hiyo bilioni 282 ingejenga barabara ngapi? Si ndio naweza? Tungeongeza mabawa mangapi ya umeme? Kwa nini tukanunue? To be honest, kwa kweli I'm sorry for this, lakini inaboa. Na unakuta vijana wenzetu, unakuta tunashangilia mambo ya kwenye haya. Tubadilike, tutazeeka, na tusipobadilika nchi italindwa na kina nani? Kama vijana tumekuwa ya kina Yahe, kesho kutwa akina Mama Samia wanaondoka. Kwa sababu tukilazimisha umri unaondoka, tunabaki sisi. Tutakuamuka lini? Lini tutayokoa nchi yetu? Ukiangalia nchi za wenzetu zimetokea huko, lakini wenzetu walisubutu na kuna watu waliwatoa sadaka. Kwa maana yetu tuseme tu wale wote ambao ripoti imewagusa kama kijana na naipenda nchi yangu, wajitafakari. Kwa hiyo kwenye hili mmeniuliza, kwa kweli to be honest inaboa. Na mimi kwenye hili hata kama ukininyima chochote lakini inaboa. Yaani hata nikosa chochote lakini kumfumbia mtu macho, mtu muhuni, mtu ambaye anaibia nchi yetu. To be honest, ukiniruhusu mimi, ni kwa sababu tu tunaheshimu katiba ya nchi yetu. Tunaheshimu mahakama, tunaheshimu polisi, watu watende kazi zao, lakini to be honest hao watu wanaboa. Sijui umeelewa ndugu zangu? Kwa maana hiyo narudia tena, tuache kuandika habari za udaku. Hizi ndio habari tuziandike. Mama Samia ametaka hizi habari ziwekwe nini?
Ye mwenyewe ametamani kuchuntama kwa sababu ya watu wake. Kama mimi umeona leo nimeombea msamaha watu wangu. Sisi kwa sababu Mama Samia ni rais wetu, hatutaombea msamaha watu. Tuwatafute. Ndio maana unakuta watu wanavimba mtaani, viwanja kila siku. Unamwangalia huyu, mimi ni mtumishi wa mimi nimeajiriwa na miaka 12 kwenye utumishi wa umma. Na ukiniuliza fulani ipataje hela, nilianza mapemba sana. Nilisubutu, nimetumia akili sana. Mpaka kufika hapa, kuna wengine wameshanichunguza sana. Na waeleza kabisa ukweli, mahali kokote, uwezi kunikuta mimi nimeibia nchi yangu. Uwezi ukanikuta mahali kokote. Na ndio maana unakuta sometimes tunapatwa hasira, tunatafuta nafasi ili tuwe sauti ya umma, sauti ya nchi yangu. Sio kila mtu unakuta mtu anafanya mambo ya ajabu. Leo mimi napambana kwa ajili vijana wenzangu, ajira hazipo. Angalia vijana wanateseka, ajira hatuna. Alafu kuna mshikaji amekula bilioni kadhaa. Alafu yupo. Alafu ana hata aibu. Alafu huyo mtu akimkamata omba barabarani, washikaji zangu wanawakamata mpaka watoke kwa ile 225. Wanawasingizia. Mambo mengi yamefanyika. Sijui unaelewa ndugu zangu. Narudia tena, waandishi wa habari wenzangu, kwenye haya tupaze sauti. Ilikuwa leo ni siku ya kufutari, kufurahi, lakini ripoti imetustua wote, hata nyinyi imewastua wote. Kwa hiyo inaboa kwa kweli. Na hata uchaguzi huu hapo mimi inawezekana nisiwe kwa nafasi, lakini wananchi wa Tanzania tubadilike. Tuchague watu ambao ukimwangalia kwa historia yake, sifa zake, ana upendo na watu, amekuwa kwenye watu, anajitoa kwa watu. Unakuta sisi ndio maana tunarudishwa nyuma enza ukoloni. Wakati sisi wagombea wale tutakujaga, tunamtafuta mtu mmoja kiongozi wao, tunampa mzigo mkubwa. Alafu wale wengine wanasambazwa. Yaani unakuta kuna mtu ambaye ana maamuzi lakini anabembelezwa na mtu mwingine kwa sababu huyu mwingine kapewa mzigo. Alafu unachagua mtu wa hovyo. Na washikaji hawa ambao unakuta wameziba hela hizo, wanasubiriaga miaka 5. Wanazipiga hizo hela alafu wanazileta wapi? Kwenye society kuwahonga watu. Maana yake na sisi wa Tanzania tubadilike, ifike mahali tubadilike. Kwamba tusishawishike na vitu vya ajabu. Tunajua unapotaka mamlaka lazima umekinaika, umetosheka, uwe na uwezo wa kuwasaidia watu. Lakini tuangalie hawa watu wametokea wapi, wamepata wapi. Kwa maana hiyo mimi nimependa kwa kweli niseme, nisiongee sana, nisikavuruga, lakini to be honest inaboa. Hakuna neno tamu unaweza kaliongea kwa watu hao. Mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaelekea kwenye uchaguzi, tunakuamini hawa watu tuwatoe kafara kwa ajili ya sisi ya uchaguzi wetu. Na wananchi waone hawa watu wametolewa kafara, au wajitoe kafara wenyewe kwa ajili ya nchi yetu ipone. Au vipi ndugu? Kwenye Biblia tutatoa sadaka. Kwenye Uislamu tutatoa sadaka. Kwenye wezi tutoe sadaka. Iwe mfano. Tukitoa watu wawili wale ambao hawashikiki, wawili tu. Tukimtoa hata waziri mmoja ambaye amekengeuka, tukamtoa sadaka. Akawa sadaka ya bilioni ngapi hizo? Hakuna mwingine atakayefuata. Nchi za wenzetu China imefanikiwa kwa sababu iliwatoa watu sadaka. Ulikuwa unasikia kuna Black Car. Kwa nini sisi tunahudumiana? Paka watu wanatuambia sisi tunakula pamoja. Hatuli pamoja bwana. Mimi sijara na mtu. Tunateseka sisi hapa, unakutana na ukritimba mwingi, afu kuna washikaji wanaiba tu, hawajai kukamatwa hata siku moja kuwekwa hata mabusu. Narudia tena waandishi wa habari wenzangu, tubadilike. Tuwaumbue, tafuteni, fanyeni uchunguzi, mwaumbue hawa watu. Kama ni Ilala, ni nani? Si ndivyo? Si wanajulikana? Si CJ ameshasema. Kama ni TANESCO, sio TANESCO yote. Ni nani? Si ndivyo? Kama ni reli, ni nani? Kwenye serikali za mitaa, ni nani? Tuwatoe sadaka. Baada ya kusema hayo bana, mimi nawashukuru sana. Niwatakie siku njema, karibuni sana Furaha Media. Nimeongea katika unaamini sheria zetu nitumie neno laini sana, wanaamua kutumia